Karibu tena kwenye Skypod Podcast, na leo tutazungumzia ni vitu gani mfanyabiashara anapoingia katika soko la usafirishaji, ni vitu gani anavyotakiwa viangalie hasa kwenye kuchagua kampuni ya kusafirisha kwa mara yake ya kwanza. Na kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia ni uhalali wa kampuni, au tunaita legitimacy ya kampuni. Hichi ni kitu cha kwanza ambapo unabidi mfanyabiashara kiangalie. Cha kwanza ni kampuni ina leseni ya kufanya hiyo biashara specific ya usafirishaji. Hivyo ni vitu vya kwanza muhimu. Ni vizuri kuzingatia kwa sababu kwanza itakupa assurance sehemu ambayo unasafirisha ni sahihi, pia kuweza kufahamu kampuni kwamba imecomply na taratibu za kiserikali. Sana pia tunaangalia physical address. Unajua kwenye hizi kampuni za usafirishaji, let's say tuseme unahitaji kusafirisha na Skyport Cargo. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujifikirie wewe kama wewe kwamba hii kampuni iko sehemu gani? Inapatikana wapi? Umeona? Nikipata tatizo, nikihitaji huduma, nikihitaji kufanya kitu chochote ambacho kinahusiana na huduma ya kampuni hii, naipata wapi? Physical address ni kitu cha muhimu sana pia kukizingatia. Lakini pia ukishaangalia kwa kampuni imesajiliwa, lazima pia uangalie uzoefu. Hiyo kampuni ina uzoefu wa muda gani katika zoezi zima la usafirishaji? Kwa nini tunaangalia uzoefu? Kwa sababu kwenye usafirishaji kuna aina tofauti ya bidhaa ambazo zinasafirishwa, zikiwa pia ziko treated tofauti. Kwa kampuni ambayo ina uzoefu wa muda mrefu au ina uzoefu wa kusafirisha na aina fulani ya bidhaa, wanajua bidhaa hii utaratibu wake uko hivi, kwa sababu hizi bidhaa tunasafirisha, lakini unavyosafirisha matunda tofauti na unavyosafirisha labda nguo. Kuna bidhaa zingine zinahitaji kibali maalum cha kusafirisha. Kuna bidhaa zingine zina extra charges zikifika customs pale kwenye kuclear ule mizigo. Kwa lazima pia uangalie uzoefu ambao unapatikana kwenye kampuni. Na tunapozungumzia labda kwa kukazia tu kidogo kwenye uzoefu, hapa tuangalie mtu kaanza lini. Tunaangalia mtu ana uzoefu kiasi gani kwenye hiyo kazi ambayo anaifanya kwa muda huo. Kwa mfano, uzoefu unakusaidia nini? Uzoefu unakusaidia kupredict risk. Unajua, unapoenda kufanya kazi na kampuni ambayo tayari ina uzoefu kwenye hicho kitu ambacho inakifanya. Let's say unakuja kufanya kazi na Skyport. Na Skyport tayari tuna uzoefu wa kutosha kwenye usafirishaji. Tushakuwa magwiji. Unaona? Kwa hiyo tunakuwa tunajua, yani tuna experience ya vitu vingi. Kwa hata utapokuja tunakupunguzia zile riski za kwenye usafirishaji. Kunakuwa na njia nyingi za kufanyaje kutatua changamoto kama hizo. Ya, lakini pia sambamba na hilo, lazima tuangalie kampuni ambayo unachagua kufanya nayo kazi ina huduma gani za ziada, tunaita supportive services, which is wana huduma gani ambazo zitakusaidia au zitakurahisishia wewe katika zoezi lako zima la usafirishaji. Na hii ni ya muhimu sana kwenye unapoangalia kampuni ya kufanya nayo kazi, inabidi uangalie ni huduma gani ambazo wanaweza kunipa za ziada kwenye kusafirisha. Kwenye kampuni ya logistic ina ukubwa sana. Hatuangalie tu kutoa mzigo China kuleta Tanzania. Kuna vitu ambavyo pia tunabidi tuangalie. Cha kwanza, ukaguzi wa bidhaa. Hii ni kitu ni muhimu sana kwa mfanyabiashara mkubwa na mfanyabiashara mdogo. So unakuta labda umeagiza bidhaa, isiweza kwa mara yako ya kwanza umeagiza bidhaa na ile bidhaa hujui ubora wake. Sasa kupitia Skyport sisi tuna kitu kimoja. Umeona, tuna quality check. Ile bidhaa kabla hujaagiza kwa ukubwa, sisi unachukua sample. Ukishachukua ile sample italetwa mpaka kwenye address yetu warehouse. Tutaikagua, na kama tukiona ikibidi tuweze kuituma Tanzania kwa ajili ya ukaguzi zaidi ili uipitishe. Baada ya hapo ndo production inaanza kubwa, then tunakusafirisha mzigo. Kwa kuongezea labda kwenye quality check au ukaguzi wa bidhaa kabla hazijatoka kiwandani, hapo tunaangalia pia kwa wale watu ambao wanaagiza vitu lakini hawapo China. Unaweza ukatutuma tu bana, naomba muende sehemu fulani, unatupa address, mkague mzigo fulani. Kwanza tutaangalia idadi, tutaangalia ubora kama huo mzigo umetimia, umeona, na tutakusaidia kufunga na kufanyaje kusafirisha. Kwa hiyo unaona kwamba tayari tushakusupport kuokoa gharama zako kubwa ambazo zingeweza kupotea pengine kwa kutokujua kama hichi kitu ni bora au kama hichi kitu kimetimia, au pengine unakuta kuna vitu vingine vinatengenezwa sio kwa ajili ya kutumika Tanzania. Kuna machines nyingine zinatengenezwa sio kwa ajili ya kutumika zoni ya Afrika. Unakuta labda zimesetiwa kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Kichina tu. Huduma ya malipo, namna ya kuwalipa suppliers.
lazima kampuni ambayo unachagua kufanya huduma nao ya usafirishaji ikusaidie au ikuelekeze namna gani ya kufanya malipo, kwa sababu tuna hii changamoto ya wafanyabiashara wengi wanaagiza mizigo lakini namna ya kulipa inakuwa ngumu, changamoto. Kwa hiyo pia kampuni lazima iwe inatoa elimu namna gani ya kufanya malipo.